Monga MLTV. Wow. Wow. Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Monga MLTV, matumaini yangu kabisa mzima wa afya. Na tupo kwenye moja kati ya boti ambazo zinazoweza kutengenezwa katika mji huu wa Kazimia. Je, unajua boti ina urefu gani? Je, na boti inaundwa kwa bei gani? Na inakuwaje mpaka mafundi wanafanyikisha kabisa kuweza kutengeneza boti ambazo tunaziona mara kwa mara zinapita ndani ya ziwa Tanganyika. Na siku ya leo Monga MLTV tumeweza kuzungukia kwenye boti ambayo bado inaundwa, tuweze kuzungumza na fundi ni kitu gani ambacho huwa anakifanya zaidi mpaka boti kuweza kuwa imara, na changamoto zipi ambazo huwa anakutana nazo mpaka pale ambapo anafikia hatua ya kuweza kukamilisha boti nzima. Naitwa Miraji Nurdin, na kabla ya yote nakomba kwanza usisahau kusubscribe YouTube channel yetu. Naam, kama nilivyoweza kujuza mpenzi mtazamaji wa Monga MLTV, hapa tuko na fundi atakwenda kujitambulisha na anaweza kutuambia ni tangu wakati gani alianza kazi hizi na changamoto zipi ambazo anakutana nazo mara kwa mara. Nyundo unazosikia ni boti ambayo iko nyuma yetu inayoundwa, na kwa sasa wameshakuwa kwenye harakati kubwa kabisa kwa ajili ya kwenda kumalizia boti hii. Jambo mzee. Jambo baba. Labda ungeweza kutuambia unaitwa nani? Mimi kwa jina naitwa Pereshide Juma. Ndio. Na mzee, tunaona wewe ni fundi mkubwa kabisa wa boti. Nafikiri wewe ndio unasimamia boti kwa ajili. Ndio, mimi ndio mwangalizi wa boti, nasimamia boti hiyo. Na mwenyeji na miliki wa boti nani? Ajax, kwa jina lingine naitwa Manga. Na ina urefu wa mita ngapi hii boti yenyewe? Hiyo boti na urefu wa mita 13. 13. Ndio. Sasa mzee, tulipendelea zaidi sana kuweza kujua kazi zako hizi za boti. Unaweza kuanza ni tangu wakati gani na changamoto zipi ambazo unakutana nazo? Sawa, nashukuru. Kazi hii nimeanza mwaka wa 1980 bure. Na katika ufundi huu nimejifunza kikamilifu kwa sababu ya kutaka kujizoeza na kuimarisha kazi zangu zionekane kwa usawa kabisa. Pamoja na hayo, changamoto za kazi hizi ni kwamba kwa watu ambao tunaotumikisha kazi hizi tunaenenda tu vizuri na hakuna matatizo kama mimi nilivyo ninavyokwenda na wateja wangu ambao wananipa kazi hizi. Mambo yanaenda vizuri. Mambo yanaenda vizuri tu. Na kuna siku ambayo mshaweza kuzunguana hapa? Sijawahi kufanya hivyo kwa sababu katika kazi lazima watu muvumiliane katika matatizo. Matatizo hayakosi. Mimi nafaa sasa namwangalia yule ambaye amenipa kazi yake, maana yule mimi ni mteja wangu na ninamvumilia kwa magumu yake. Pamoja na hayo namnyamasisha na yeye aniangalie kwa magumu yangu. Tusifike kusiwe mikorogano. Kwa hiyo huwa tunaenenda vizuri tu katika kazi zetu. Sasa wakati unakaribia kuanza kutengeneza boti, ni vitu gani kama vitendea kazi vipi ambavyo huo unavihitaji kwanza, ili mradi wakati utakuwa unafanya kazi kusiwepo na kumekosekana hichi, ni vitu gani ambavyo huwa vinahitajika zaidi? Mtumbu kama mtumbu wa boti unahitaji vitu vingi sana. Ya kwanza ni mbao, sukrubu, misumari hii ya namba 7, namba 8, namba 10. Pamoja na hayo inahitaji taluma, pamoja na hayo inahitaji mieu, pamoja na hayo inahitaji vinda, msamu na vinginevyo vinahitaji mtumbu. Siwezi kuvitaja vyote. Ina maana tajiri ya hivyo vitu vikiwa tayari ndo inabidi sasa. Sasa hapo ndio mtumbu tunaanza kazi. Ikiwa kama mabinda bado taluma hazijapatikana, bado mbao tu, ni vigumu kazi kuanzishwa. Ni vigumu kwanza kuanzishwa mpaka vienee. Na vikiwa vimeenea sasa, na kazi tunaifanya kwa muda mrefu na ni mfupi. Kama vikuenea inaomba mtumbu unachukua muda mrefu, hata miezi 3-4 kutokana na vitenda kazi vya mwenye mtumbu. Ulisema boti hii ni ya mita 13. Ndio. Ikiwa kama vitenda kazi vipo tayari,
una uwezo wa kufanya boti hii kwa muda wa wiki ngapi? Inategemeana na mafundi. Unaweza kuwa na mafundi wawili, wanaweza kufanya miezi mitatu. Kama na mafundi kama vile 5, tunaweza kufanya kwa mwezi mmoja tu. Mwezi mmoja. Ndiyo. Na kazi ikakamilika kabisa. Ndio, kazi inakamilika kabisa. Na inachukua gharama vipi? Gharama? Kuachana za vitu vya kununua kwa fundi sasa kwa ajili ya kumlipa. Inategemeana na urefu wa mtumbu. Kuna mitumbwi midogo ya mekipe na kuna mitumbwi mikubwa ya ambayo tunaita boti. Sasa pamoja na hayo, ile mitumbwi mikubwa kama mtumbu wa mita 13 ni 1000 na tunafanya $100 na ni $1200 hivi. 1200. Ndiyo. Sasa chini hapo mita 10 kuanzia kama mita 8, mita 7. Hapo tunakwenda kwa $900, $800. Inakamilika kabisa. Sasa inategemeana na vile mtumbu unakwenda na shuka. Na pamoja na hayo mtumbu unaweza ukapanda kwa ile mita 13 ikapanda zaidi ya hapo, na inategemeana na sisi tunapanda. Yaani urefu wa boti na ndo bei na yenyewe inazidi kuongezeka. Ndio. Hasa kutokana na hilo, mbao na zenyewe kwa sasa kwa wale matajiri wako, mbao na zenyewe kwa sasa ziko kwenye bei gani? Bei yenyewe ya mbao kwa sasa ni ubao mmoja 20,000. Ubao mmoja 20,000. Ndio. Na boti hii ya mita 13 inaweza imechukua mbao ngapi? Kwa sababu naona mnaenda kumalizia. Mtumbo huwa mita 13 ni mbao 350. Mbao 350. Ndio. Na mpenzi mtazamaji wa Monga MLTV, nafikiri unazidi kusikiliza vizuri na kufuata kwa makini namna gani boti inavyofikia hatua ya kurekebishwa na hatimaye kuwa kamili kabisa. Je, tukichukua maboti ya mita 8 inaweza kuchukua mbao ngapi? Kwa sababu ni kama vile nusu. Sawa. Inategemeana. Mtumbu unaweza kaunda mita moja, yani mita zilizo kama vile mita 8. Na unaweza ukaunda kwa aina 3 ule mtumbu, na unategemeana gharama zake zikawa ni tofauti. Lakini mita ni zile. Yaani inategemea upana. Lakini kwa kifupi inaweza ikachukua mbao 190 hivi. 190. Naam. Tuzungumzie kuhusiana na boti ambayo tunaiona hapa mbele yetu, kwa sababu ni kama tumeweza kuelewa namna gani boti inafikia hatua ya kutengenezwa. Boti hii naona mmefikia hatua kubwa kabisa, na mpaka sasa inaweza ikachukua, kama kunaweza kuwa umebaki siku ngapi kwa ajili ya kukamilisha kila kitu? Hapa hivi kwa kukamilisha hiki kitu na uweze kumpatia mwenye boti mzigo wake ni muda wa siku 5 tu. Siku 5. Ndio. Sasa kitu gani ambacho kinahitajika? Kumebaki tufanye hivi hapa? Kinachohitajika tu ni kuweka zile kumalizia kufunga hizi sentiboriti pamoja na mwanga maji. Hapo ndio tunakwenda kumalizia. Siku 5 tu muda. Siku 5 hapo. Ndio muda ambao umebaki hapo. Ndio. Labda kuwe makosekansi nyingine tu. Kama magonjwa kwa mafundi wako. Ndio. Kama vile mvua. Na tunaona wanatoboa matundu kwa ajili ya masurubu. Je, hamna matatizo yoyote kwa sababu ya generator? Kwa sababu tumeona generator. Generator matatizo yenyewe inaweza kuharibika, lakini pamoja na hayo na sisi tunakwenda tunazima magenerator. Lakini inawezekana baadaye ukawa na generator yako kamili kabisa. Inawezekana na tulikuwa nayo, lakini pamoja na hayo unajua ni vitu ambavyo vinatembea. Vitu kama vile mwanadamu anaweza kaumwa akafa. Hivyo nazo hivyo vyombo hivyo vinakuaga vinakufa. Ndiyo. Naam, tukielekea kabisa kwa ajili ya kwenda kumalizia interview yetu hii, kutokana na upigaji wa pamba, na wenyewe ni kazi kwako au wewe ni kumaliza tu hivi? Tajiri anatafuta mpigaji wake wa pamba. Huyo anakuwa ni fundi mwingine ambapo uko tofauti na mimi. Mambo ya pamba ya kuhusu tu. Hayanihusu. Sawa, tuna mengi zaidi, ilikuwa ni hayo. Sijui unaweza kuwaambia nini watazamaji wetu wanatufuatilia kwa muda kama na huu, kutokana na kazi yako hii bora kabisa ya uchongaji wa mitumbu? Sawa, tunachokifanya ni kwamba tunaomba wateja wetu ambapo tumezikatangaza kazi zetu hizi waje ili tuenende kuwa pamoja kwa kufanya kazi zingine na wengine, na hakutakuwa tatizo yoyote. Na sisi tunawaomba
waje ili tufanye kazi kwa pamoja. Na ikiwa mtu anataka umtengenezee boti na yupo Kalemi, unaenda? Sisi hamna tatizo, hata ukiwa Ulaya sisi tunakwenda Kabisa. Ndio. Nauli yake tu utajua. Nauli yake anatuleta anatufikisha pale, sisi tunakwenda, hakuna tatizo kwetu. Sasa tunakushukuru sana fundi. Ndio. Na sisi tunashukuru pia kwa redio kututembelea. Tunashukuru sana. Asante sana. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji wa Monga MLTV, nafikiri umeweza kumsikia fundi namna gani ameweza kufunguka kabisa cha kutosha kutokana na kazi yake hii ya boti, na sina la ziada. Ulikuwa kwa nami Miraji Nurdin, na upande wa pili ulikuwa unamilikiwa naye Frank JP1, na taja tu kukushukuru, na usisahau kusubscribe YouTube channel yetu pamoja na kulike pamoja na tuandikia hata chochote hapo kwenye comment, ni kitu gani ambacho unakipendelea zaidi sana kwa mafundi wetu au mafundi wa kazi zingine tu, sio tu kwenye mitumbu. Sina la ziada. Thank you for your time. Zone de Fizi. Wow. Don't forget to subscribe to our channel, Monga MLTV. Don't forget to subscribe to our channel. Subscribe to Monga MLTV. Turn on notification. Like, share, comment. Monga MLTV. Wow.